Okay, thank you very much my fellow Kenyans, my viewers wherever you are. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa majina yangu kama vile mnavyonijua ni Eliakim the King. Eliakim the King. Na nimekuja hapa nikitaka kukupatia ujumbe kwa sababu government of heaven, serikali ya mbinguni imenifunulia, imeniambia, imenieleza. So ni vizuri unitegee masikio yako wherever you are, na yale mambo nitakwambia huenda ikawa si mazuri kwako na hautaifurahia, lakini itabidi tu utulie, Mungu afanye kazi yake. Basi kwa majina yangu ninaitwa Eliakim the King, na nimekuja hapa ku address the nation of Kenya, kwa wazee, wa mama, vijana, wasichana na watoto wadogo, viongozi na raia wa kawaida, waliookoka na wale hawajaokoka, kwa sababu tuko umbrella moja ambayo inaitwa Kenya. Tuko wakati wa judgment, na tuko wakati wa Mungu, na tuko wakati ambaye Mungu ndiye analul. Government hizi nne zimepita, zilikuwa ni za wanadamu wa kawaida, wanaweza wakafanya anything na Mungu asikuwe na vita. Lakini hii government ambayo iko leo ya President William Samoei Ruto ni government ambayo ni Mungu mwenyewe anaongoza. Nasikia watu wakisema ni Ruto president. Ruto tu ni mfanya kazi wa Mungu, lakini yule amekalia kiti hicho ni Jehova, na yeye ndiye anaambia Ruto fanya hivi, fanya vile, fanya vile, na inafanikiwa because watu walimchukia Mungu na watu walikataa Mungu. Na kwa sababu kuna kitabu kiliandikwa na Yohana akiwa kwenye kisima cha Patmo, wakati ambapo alipoonyeshwa end time, akaonyeshwa nyakati za mwisho vile zitakuwa, akaandika kitabu cha Ufunuo. Ndio sisi tusome ufunuo huo, alifunuliwa na Mungu. Na kitabu cha Ufunuo ni kitabu ukisoma unasikianga kujikojolea, unasikianga haja kubwa, unasikianga mashiriki kwa mwili, unasikianga misumari kwa mwili, kwa sababu ile mambo imeandikwa hapo kwa Revelation ni mambo ambayo inaumiza moyo wa mwanadamu. Lakini nayo time ni ya Mungu. Nataka niongelelee mambo hayo Yohana aliandika. Alifunuliwa nini itakuja kutokea. Upendo wa watu wengi utapoa, na watu wengi watajipenda kuliko kupenda Mungu. Watu watauana, na watu watafanya anything, hawataogopa Mungu. Watu wataabudu sanamu, watapenda pesa, hera, hata kuliko uhai wao. Na hivyo ndivyo ilivyo. Si mnapenda pesa? Si mnaua watoto? Si mnaua watu wenyu? Mnaingia Illuminati na devil worshiper? Si mnaenda kufanya vituko huko? Sasa tuko hizo time ambazo ni time na ni nyakati za hatari, na Mungu amenituma nikiwa mtumishi wake ambaye anayeleta judgment duniani na dunia mzima. Nataka niweze kuongea mambo kidogo kuhusu President William Samoei Ruto, na niweze kuongea kuhusu Kenya, na niweze kuongea kuhusu wewe mwanadamu, na niweze kuongea kuhusu mimi Eliakim the King. Watu wengi wanasema Ruto must go. Makanisani watu wanasema Ruto must go. Kwa bana virabu watu wanasema Ruto must go. Kwa shule wanafunzi wanasema Ruto must go. Kila mahali watu wanasema Ruto must go.
lakini ninataka niweze kuja kukuchanua kidogo, ama nikuje nikurekebishe. Kwa nini mnasema Ruto must go? Kwa sababu Ruto hafanyi vile nyinyi mnataka, lakini anafanya vile Mungu anataka. Na kama vile nilikuambia, nilitabiri kuja kwa Ruto 2012 na nikaweka hiyo posta ama maandishi hayo nikayaweka kwa Facebook yangu ya Prophet Peter Njoki, na ni wakati nilipokuwa naambia watu wacheni kumwaga damu, wacheni kwenda kwa wachawi, wacheni kufanya mambo ya usherati, wacheni kuchukua hongo, wacheni mambo yale mengine, mwabudu Mungu wa kweli naye atawasaidia. Na Mungu amekasirika. Nikaitisha kansa, ikaja, sasa imejaa everywhere. Hata wewe una hofu, wewe hata unaogopa usikuwe nayo, unaona ni kama uko nayo. Ni mimi nilileta hiyo through prophecy, na hiyo ndio kazi yangu. Ukiangalia dunia mzima, nimelete joto, nimeteremsha jua, nimepasua jua, ndio hii imulike watu vizuri, na joto itaenda juu, itafika 520. Take my word, take my word. Jua joto vile vipimi wanapimaga hiyo inaenda 520. Take my word. Sasa kwa sababu ya uasi, umwagaji wa damu, ukora, corruption na mambo yale mengine, Mungu anawainulianga mfalme mwenye atakaa kama nyinyi. Sijui kama hiyo nimetumia lugha mzuri. Mungu atawainulia mfalme ndio aweze kudili na nyinyi. Awezi letwa hapo mfalme bishop, ataletwa mfalme na kiboko. Na usisahau Biblia inatuambia kwamba mfalme ni kiboko cha Jehova, na roho ya mfalme anayeiongoza ni Mungu. Hata Ruto huwa anashindwa, watu wananiulizaga nini, na mimi nafanya tu vile inapaswa kufanywa, kwa sababu ni Mungu anamwambia goga pale, igilia pale, tokea pale, fanya hivi. Ni Mungu. Watu wengi wamenitukana, watu wengi nimeona comments zenyu mkinitukana, mkiniambia sijui Ruto ni nini, sitaki kutaja, mnanitusi matusi mbaya. Thank you, endeleni. Wengine mnaniambia nitangaze kama niko 1 term ama niko 2 term. Nataka nikuambie leo, mimi siko kwa 1 term na mimi siko kwa 2 term. Mimi niko kwa Mungu. Na vile unaniona hapa, nimekuletea breaking news na nimekuletea bad news. Kwako ni breaking news, ni bad news, kwa sababu mnanitukana ati nikakule kwa Ruto. Thank you. Wewe ongea vile unataka, lakini mimi nimekuja kukwambia hivi, kwa sababu ya vile wamama mumetoa mimba, mumeshirikiana na boyfriend zenyu, amwezi mkachaguliwa Reverend awe president, akuja na Biblia na wapake mafuta. Mutachaguliwa kisirani, akuje anyoroshe uchumi mpaka mupige duru. Na hivyo ndivyo Mungu alifanya. Na mimi nilitabiri 2012, ole wenyu kama singetabiri Ruto hangekuwa president, kwa sababu hiyo roho niliachilia kwa anga, ikaenda ikatafuta nani anafaa, ikaenda kwa Ruto. Ndio maana Ruto leo ni president wa Kenya. Na nimekuja na bad news kwako wewe, lakini kwa Mungu ni good news, kwa sababu watu wa Kenya bado hamjarekebika, bado mnauana, bado mnachukua hongo, bado mnasalitiana, bado mnanyang'anyana, bado mna wivu, bado mmekataa Jehova, bado mnaenda kwa wachawi, bado mnaomba sanamu za Illuminati na za devil worshiper.
Sasa sikia, President William Samoei Ruto anakaa kwa hiyo kiti ako 7 good years. Nataka nirudie tena, labda haukusikia vizuri. Kwa sababu hamjamrudia Mungu, kwa sababu hamjafanya mikutano ya kumulilia Jehova, kwa sababu roho zenyu ziko mbali na Jehova, William Samoei Ruto, President wa Republic of Kenya, anakaa kwa hiyo kiti amekalia 7 good years non-stop, miaka 7 kamili. Kwa nini Ruto Mungu amemwongezea miaka 2 akae hapo? Kwa sababu watu bado hawajamulilia Jehova. Watu wa Ulaya wanapigwa na mafuriko wanakufa, wanapigwa na joto wanakufa, wanapigwa na jua wanakufa. Watu wa huko wanaakishiwa mioto kwa misitu na wapi wanakufa. Lakini Afrika hasa Kenya, Mungu anawalinda kwa sababu ya Eliakim. Eliakim the king yuko hapa. Sasa kunaweza kuwa hakuna joto mingi kwa sababu Mungu hawezi taka mimi nisubuke. Mungu hawezi taka mimi nianze kulia. Na ni mimi naleta mambo haya. Na ni mimi Mungu ametia mafuta hiyo na amenivalisha kofia hiyo ya kuleta judgment duniani. Alafu niondoe falme zote za ubinadamu, nipande ufalme wa Mungu wenye miaka 1000. Kwa sababu ya hiyo ndio maana Mungu ameweka Ruto hapo. Ruto ni revival. Ruto ni revival. Ruto ni ufalme wa Mungu. Umeanza. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa, lakini ufalme wa Mungu ni kumulilia Jehova na kutafuta uso wa Mungu. Na ukikataa, ufalme huo unakutadika. Sasa Mungu anatumianga watu. Mungu anatumia mimi Eliakim the king, na anatumia Ruto president. Anakaza kamba kwa uchumi. Mkichokoza serikali yake anawang'oa meno. Na hivyo ndivyo Mungu anataka. Na hiyo ndio mpango ya Mungu. Unajua, wale watu mnatukana hapo, na wale watu mnaongea vibaya, na wale watu mnatukana mpaka rais wa Kenya, mnafanya makosa sana. Naye Mungu anazidi kuwakazia kamba, anawakazia nati. Sasa mnasema President William Ruto 2027 atoke hapo. Hakuna uchaguzi. Kama hauna habari, hakuna uchaguzi. Hakuna. Na Ruto akae miaka ingine 2. Kwa sababu ufalme wa Mungu, ufalme wa Jehova wa kururu the whole world utasimama imara hivi 2028 mwisho wa 2028, mwanzo wa 2029, kama hauna habari. Kwa sababu Ruto ana miaka hii yake 5 afike 2027. 28 ako hapo tu, na 29 ako hapo tu. Miaka 2 tu ya President William Ruto ya kukalia hiyo kiti, anaongezwa kwa hii 5. Kwa hivyo President William Samoei Ruto, tamu ya pili ambayo imeshikanishwa na Jehova inafaa kuwa miaka 10, lakini Mungu ametoa miaka 3 akamwekea miaka 7, kwa sababu Ruto ndiye ameanza revival, na kuna mahali Mungu anataka Ruto afike miaka 7, naye Mungu achukue hapo aongoze milele miaka 1000. Makanisani mumeishi kuimba Bwana Yesu anarudi mara ya pili, Yesu Kristo anakuja, alichukue kanisa, rapture inakuja. Hiyo mambo yote mumehubiri. Mambo hiyo yote mumesikia. Mambo haya yote tuliyapata. Hata mimi niliyaimba sana. Sasa plani ya Mungu ni William Samoei Ruto
akalie kiti hiyo 7 good years. Ruto akimaliza hiyo 7 years yake, sasa Mungu achukulie kutoka hapo, aendelee mbele, kwa sababu Ruto akifikisha 7 years, akimaliza tu 7 years tu hivi, hapo ndipo ufalme wa Mungu wa miaka 1000 hii unaona hapa, miaka 1000 hii unaona hapa, inaanza hiyo mwaka kuendelea 1000 years. Kwa hivyo President William Ruto hakuna mahali anaenda, hatoki hapo, na miaka ni 7. Wale mnamuombea akufe, kufe ni nyinyi, yeye akufi. Wale mnamuombea serikali yake ipunduliwe, yake ipinduliwe ni yenyu, na mkurane hapo kama nguruwe. Lakini William amewekwa na Jehova hapo. Nataka niongee na President William Samoei Ruto. I'm the king, Eliakim, the king of king, heaven and earth. This world inagojea my last word. My last word ibomoke ama isimame. Nataka kuongea na President William Samoei Ruto mahali popote unaponipata na mahali unaponipokea. Nataka nikupase habari ya Mungu. Ukiendelea kusikia Mungu na uendelee kutenda vile tunatenda, na usisikize mambo ya watu, utakaa kwa hiyo kiti 7 good years. Lakini ukisikia uoga, ufanye vile watu wanataka, ukatae kufanya vile Mungu anavyotaka, basi miaka yako hiyo 7 inaweza punguzwa na Jehova. So fanya tu vile unafanya, ongoza tu vile unaongoza, bila kuangalia vile watu wanasema. Hawa watu wote wamemkosea Mungu. Wacha warukaruke, wacha waibaibe nyimbo. Hiyo nimeaddress the president. Uko hapo 7 years. 7 years ikiisha, ni Mungu atakuondoa. Mungu akalie hiyo kiti 1000 years, kwa sababu hakuna mfalme mwingine anakuja Kenya. Hakuna mfalme mwingine anakuja Kenya. After Ruto ni Mungu. Kwa hivyo Mungu anakupenda sana William Ruto, kwa sababu wewe ndio umeanzisha revival, na wewe ndio umekuwa ukitoa magugu tu. Mungu achukue ushukani. Thank you very much sir. God bless you. Nataka niongee na nyinyi raia, kwa sababu mna kiberebere na mna vichwa gumu sana. Nyinyi raia ni walevi, wenda wazimu. Watu depression zenyu mnaletea serikali ama mnaletea Eliakim the king, baada upeleke kwenyu. Mnatusi president, watoto wadogo wa miaka 15 20. Huyu president ni baba yako, hauna heshima. Anaweza kukusikia, lakini Mungu wa baba atakusikia, kwa sababu Ruto is like your father. Ruto is like your grandfather. Wengine Ruto ni kuka yenyu. Iyo amutaingia kwa ufalme wa Mungu. I swear before God, I swear again before God, amutaingia kwa ufalme wa Mungu. Wale wote mumetukana huyo mzee anaitwa William Ruto. Hiyo matusi hiyo ndio inataka kukuchukua wewe, ikuweke kwa 2/3. Naongea na wewe raia, wewe ambaye unabishana na serikali. Sijui kama unajua Biblia hii inasema ya kwamba 2/3 Mungu atawaua, wabaki 1/3. Hiyo ni kumaanisha aje? Kama Kenya tuko 50 million, 35 million
Mungu atawaua, wabakie 15 million, na ndio hawa 2/3 wakufe, hawa 35 million wakufe Kenya, wabaki 15 million. Nataka nikuonyeshe ile njia umepitia ndio itakaye kuletea kifo. Hata kama ulikuwa kwa hesabu ya 15 million mabaki ya Jehova, unawekwa kwa hii 35 million maiti mtarajiwa. Angalia hapa, unatukana Ruto. Wewe ni mtoto wa miaka 15, hata haujui kuongoza, haujui hata makamasi hujajua kujipanguza, na unachora Ruto akiwa na kisogolo ile kama ile ya maembe ya Mombasa, alafu unaita yeye Kasongo. Unatukana president, na huyu president ni babu yako, ni lika ya babu yako. Sasa nayo bingu inaleta mabonga mangapi? 2. Inaleta kichapo cha kutukana mzazi, babu yako ama baba yako, alafu pigo lingine inaachiliwa, au kutii mafuta au kutii mfalme. Mambo hayo mawili, mimi si mjinga nikisema Ruto akae hapo miaka 7. Ni bingu vile iko. Mimi nimesimamia government ya biguni, na mimi niko na faili za Kenya na dunia mzima, na niko na faili baka ya Ruto miaka ni 7, akae hapo 7 years. Sasa wewe badala unyenyekee, kama Ruto amewafinyiria, piga magoti, ambia Mungu unatubu dhambi zako, dhambi za mama yako, za bibi yako, za bwana yako, za andiko yako, za guka yako. Utubu tu. Utubu dhambi za watoto yako, utubu. Ndiye Mungu aongee na Ruto, amwambie sasa hii ukateremsha kidogo, mafuta ile teremsha kidogo. Kuliko kufanya hivyo, mna fight back, mnapigana na Ruto. Kupigana na Ruto ni kupigana na Mungu. Na kwa sababu ni mimi mtabiri 2012, siwezi pigana na Ruto, lakini naweza mkosoa. Akienda hivi na mkosoa, naye Mungu anamtandika kwa kiboko, anamrudisha. Mungu anafanyaga hivyo. Hata mimi Mungu ananichapanga nikienda vibaya. Hata Ruto atachapwa tu na Mungu akienda vibaya. Lakini akisikia maneno ya Eliakim the king, basi hakuna mahali kiboko itampata. Kwa sababu niko na sauti ya Mungu. Ruto anakaa miaka 7 hapo, ndio akamilishe kazi yake. Kila mtu ana kazi yake. Maandiko inasema ya kwamba naye Mungu akaongea na Yeremia, akamwambia, tangu haujaumbwa kwa tumbo ya mama yako nalikujua wewe. Ruto kabla hajaumbwa kwa tumbo ya mama yake, Mungu alimjua yeye. Kwa hivyo hajakuja hapo by accident. No. Ni Mungu amemweka hapo, ndio akukodolee macho na akuvuje mkono, hiyo mkono yako mrefu. Sikia hapa, mimi kuna ile kipawa Mungu amenipea, aliniumba hivyo na akanikabidhi, na ndio nafanya leo. Na wewe uko na yako, Ruto uko na yake. Wewe fanya yako vizuri. Mungu aongeleshe President Ruto, amwambie punguza maji kidogo, punguza kasukari kidogo. Watu wamenirudia. Yes. Hii miaka imebakia. Ruto ako na miaka ingine 3 hapo. Yes. Akalia hiyo kiti. Na ndio maana nasema hakuna uchaguzi. Lakini mkilazimisha, 2/3 inaondolewa. Mkilazimisha uchaguzi, 2/3 inaondolewa. Sasa angalia, kwa Biblia inasema ya kwamba 2/3 dunia mzima watakufa. Hiyo ni kumaanisha nini? Ikiwa dunia mzima tuko 8 billion, ni kumaanisha 6 billion watakufa. Dunia mzima wabaki 2 billion. Hao ndio wataingia kwa ufalme wa Mungu wa miaka 1000 pamoja na Eliakim the king. Watawale hapo miaka
1,000. Wewe unanyoshia president kidole, wewe unaninyoshia mimi kidole, wewe unakunywa pombe, unapiga umalaya, wewe ni mwizi, wewe unachukua hongo, wewe unaua, unamwaga damu, wewe unaenda kwa Illuminati na kwa devil worshiper, wewe ni too that. Kukufa lazima utakufa. Nimeitisha mioto inaua watu, nimepasua jua, joto inaua watu duniani, niliitisha mafuriko inaua watu. Sasa kuna hewa nimeitisha, hii hewa tu, hii hewa nimeiharibu, nimeweka sumu, ikiingia ndani ya mwili watu wafe. Itasemekana ni sijui ni ichi gani, sijui ni vua, sijui ni nini imelete hiyo hewa mbaya ya kuua watu. Lakini mimi nilikwambia kibere, na hii sijasema leo, narudia. Hii niliongea zaidi ya 8 years ago. Nikasema hewa hii kuna time itafika, watu wakivuruta hewa hii itakuwa na sumu ya kuwaua. Hii hewa hii. Na nikaambia watu tafuteni tu mitungi ya kubebeanga hewa yenu. Hiyo siku ikifika wale matajiri watakuwa wanajibebea hewa yao na tumitungi. Lakini bado tumitungi, si hewa itaisha tu. Pesa itaisha tu, kwa hiyo kununua hiyo tumitungi. Hiyo nilishaongea. Hii niliongea hata 10 years ago. Na ziko kwa Facebook yangu ya Prophet Peter Njoki. Ukiangalia hapo prophecies zangu zenye niliachilia 10 years ago, utaipata hapo. Watu watakufa kwa sababu ya joto. Joto. Mungu atachukua 2/3 kupitia joto. Chini. Hewa itaharibiwa na Jehova. Na ni yule mtu muovu tu, yule mtu anaenda kwa wachawi tu, ni atakuwa nakufa. Sisi wengine hewa haitatuharibikia, tutakuwa tunavuruta tu hewa safi na tunakaa vizuri. Lakini yule shauri yako. Ufalme wa Mungu umeanza, lakini officially ni after Ruto kutoka kwa kiti. After Ruto kumaliza na ukamilisha miaka yake 7, Mungu anasema Ruto amebakisha miaka 2. Ikielekea 3 na miezi tu, ikielekea 3 hapo Ruto amalize. Hata yeye ndani yake atasikia amemaliza kazi yake. Mungu akalie kiti hiyo. Twende sasa 1000 years. Hakuna kufa, hakuna hospitali, hakuna jera, hakuna makanisa, hakuna mambo yale mengine. Twende tu. So, nitaka nikupatie hiyo. Kwako wewe ni bad news. Juu mnataka Ruto atoke. Sijui ni shamba umemdulia, mnataka kupeleka yaba, mnataka atoke aenda wapi? Na nyinyi bado hamujaacha ulevi, hamujaacha ukahaba, hamujaacha ushoga, hamujaacha lesbian, hamujaacha hizi vituko mnafanya huku. Hamujaacha. Yani in short, hamujamrudia Mungu na mnataka Ruto aende. Na Ruto aliwekwa hapo na Mungu adili na nyinyi wanadamu waasi. Ruto anaendelea. Kama hauna habari, Ruto anaendelea. Ana miaka ingine 2. Akimaliza Mungu achukue. Na kwa nini Ruto ameongezewa hiyo miaka 2 na Jehova? Niliuliza Mungu kwa nini umemuongezea miaka 2? Mungu akaniambia Ruto akiondoka ni ufalme unasimama imara wa miaka 1000. So hapa katikati kwa hii miaka 2 ndipo 2/3 inakufia hapa. Magonjwa hata attack hapa,
joto, mafuriko, hewa kuharibika. Hapa watu watakufa wengi sana, njaa, kiangazi hapa katikati. 2/3 itakufia hapa. Ndio Ruto akimaliza uongozi wake, Mungu akichukua ushukani, shetani ashikwe, awekwe kwenye shimo la giza na malaika. Kuanzia sasa hapo, makaburi ianze kufunuka, wafu waanze kufufuka, wale walikufa miaka ya kitambo waanze kufufuka. Kwa hivyo Ruto anakalia kiti hicho, ndio Mungu aendelee kumalizana dunia, kuua, akiondoa 2/3 isigie kwa ufalme. Ruto akimaliza miaka yake 7, naye Mungu atulie sasa, naye malaika achukue munyororo na funguo ya kuzimu, amushike shetani, amfugie pale na amfuge na nyororo, na aweke siri hapo miaka 1000. Kuwe hakuna shetani, hakuna vita, hakuna chochote kiovu, iwe ni Mungu anatawala. Kuanzia hapo miaka 1000, pamoja na Eliakim the king aka Kristo. Kwa hivyo wale watu mmetukana rais, mmefanya mambo mbaya, siwataki kwa ufalme wangu wa miaka 1000. Go to hell. Kama utabadilisha tabia, badilisha saa hii. Ruto akiwa kwa hiyo kiti tu, badilisha saa hii. Kama hautabadilisha, utakufa tu, utakufa. Hii makanisa yote itafungwa, misikiti yote itafungwa, itabaki madhabahu moja ya Jehova, hii ambao unaiona hapa. Hii ndio madhabahu ya miaka 1000 years, na ndio inaongoza, ndio ina rule, na imeanza kulure. Hii madhabahu ndio imelete ile mapigo 7 ya wale malaika 7 wa bakuli 7, wanapatikana kwa kitabu cha Ufunuo chapter 16 kuanzia verse number 1. Nimebadilisha maji na imeandikwa hapo kwa Revelation 16 verse 1. Nimerushia watu vidonda, monkeypox, na imeandikwa hapo kwa Revelation 16 kuanzia verse number 1 kiendelea hivyo. Nimepasua jua, joto imeteremuka, watu wanakufa na joto. Inatimia maandiko ya Revelation chapter 16 verse number 1 ukiteremuka. Nimebadilisha maji imekuwa damu. Mimi unaona hapa, nimebadilisha maji imekuwa damu, na inapatikana kwa kitabu hicho cha Revelation chapter 16 kuanzia verse number 1 ukiteremuka. Nimepiga dunia hii, na ninasikia ndani ya moyo wangu bado sijatosheka kuipiga. Nataka niondoe 2/3 kwenye uso wa dunia hii, wafe kabisa. Alafu ufalme wa Mungu wa miaka 1000, 1/3 niingie nayo pale. Haleluya, na mambo yaende vizuri. Kama ni siku yako ya kwanza kuniona, naitwa Eliakim the king of all kings, na hivyo ndivyo nilivyo, na siwezi jibadilisha. Mumeniimba makanisani, mumenihubiri sana. Sasa niko na nyinyi hapa, na nimekuja vita. Kwa hivyo mwache kutukanana na murinde mioyo yenu na wokovu wenu, ndio muingie kwa ufalme huu. Kama sio hivyo, malaika amechukua upanga wa kumaliza watu na kuua. Chunga usije ukafa. Mimi nimemaliza. Hiyo ndio breaking news nikoenda kuwaletea, kuambia Ruto anaendelea na kuongoza. Ana miaka ingine 2 ameongezewa na bingu.
Hayo nimeongea, nimepewa na serikali ya mbinguni, kwa sababu ni Jehova ana control mambo haya yote, kila kitu. Nataka nimalizie hapo. Wakusikia amesikia, wakubadilika amebadilika. Wakulaaniwa amelaaniwa tu, na wakubarikiwa amebarikiwa tu. Nimewapea siri za Mungu ndio mjue vile Mungu ameplan, ndio mjipange. Bye bye. Madhabahu ya Jehova, nimefikisha ujumbe kwa watu wako Mungu. Wewe Mungu mwenye madhabahu haya, nimefikisha ujumbe kwa watu wako. Madhabahu hii ifanye kazi sasa. Shalom. Thank you. God bless you. Bye bye. Barikiwe.